akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Beteli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Beteli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Basi Yakobo akafika Luzu ulio katika nchi ya Kanaani, ndio Beteli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. Akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale El Beteli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Akafa Debora mlezi wa Rebeka, akazikwa chini ya Beteli, chini ya mwaloni, na jina lake likaitwa Elon-Bakuti. Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aramu, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, hutaitwa tena Yakobo, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi ukaongezeke. Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako. Na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako baada yako, nitawapa nchi hiyo. Mungu akakwea juu kutoka kwake mahali hapo aliposema naye. Yakobo akasimamisha nguzo mahali aliposema naye, nguzo ya mawe, akamimina juu yake sadaka ya kinywaji, akamimina mafuta juu yake. Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Beteli. Wakasafiri kutoka Beteli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrathi. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu, mzalisha akamwambia, usiogope, maana sasa utamzaa mwanamume mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamwita jina lake Benoni, lakini babaye alimwita Benyamini. Akafa Raheli, akazikwa katika njia ya Efrathi ndio Bethlehemu. Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi lake, ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli hata leo. Kisha akasafiri Israeli, akapiga hema yake upande wa pili wa mnara wa Ederi. Ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Reubeni akaenda kalala na Bila, suria wa babaye. Israeli akasikia habari. Basi hao wana wa Yakobo walikuwa 12. Wanawalea ni Reubeni, zaliwa wa kwanza wa Yakobo, na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni. Wana wa Raheli ni Yusufu na Benyamini. Wana wa Bila, kijakazi wa Raheli,
ni Dani na Naftali wana wa Zilpa. Kijakazi wa Lea ni Gadi na Asheri, hawa ndio wana wa Yakobo aliozaliwa katika Padan Aram. Yakobo akaja kwa Isaka babaye huko Mamre mji wa Arba, ndio Hebroni walipokaa ugenini Ibrahimu na Isaka. Siku za Isaka zilikuwa miaka 180, na Isaka akakata roho akafa. Akakusanyika kwa watu wake, ni mzee ameshiba siku Esau na Yakobo wanawe wakamzika.